Ripoti kutoka mashariki mwa Kongo zinasema kwamba waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wameingia katika mji wa Uvira, eneo la mwisho ambalo lilikuwa likidhibitiwa na serikali katika jimbo ya Kivu ya Kusini. Maelfu ya raia wanakimbia kuelekea mpaka ulio karibu na Burundi. Mashambulizi ya M23 yanakuja mwaka mmoja baada ya kundi hilo kuteka mji wa Goma na Bukavu mpakani na Rwanda. Msemaji wa M23 aliwaambia waandishi wa habari kuwa walikuwa wakijaribu kurejesha utulivu na kuwasaidia waliojeruhiwa huko Uvira baada ya wanajeshi wa serikali kukimbia. Mashambulizi haya yanajiri baada ya mpango wa kusitisha mapigano uliosimamiwa na Rais wa Marekani Donald Trump na kutiwa saini juma lililopita mjini Washington na viongozi wa Kongo na Rwanda. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kujaribu kubadilisha sheria ya taifa lake ili uchaguzi wa urais ufanyike ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Rais Zelensky ambaye alichaguliwa mwaka 2019 amesalia madarakani kwa zaidi ya muhula wake wa miaka 5 kutokana na sheria ya kijeshi iliyotangazwa baada ya uvamizi wa Urusi. Rais huyo wa Ukraine anasema yuko tayari kwa uchaguzi. Look, I am ready for the election. Kusema ukweli, mimi nipo tayari kwa uchaguzi. Ila naomba na nilisema hili kwa dhati kwa Marekani kutusaidia na ikiwezekana pia hata Umoja wa Ulaya kuhakikisha usalama kwa uchaguzi huo. Hivyo kwa siku 60 mpaka 90 zijazo Ukraine itakuwa tayari kufanya uchaguzi. I personally have the will and readiness to do so. Bunge nchini Brazil linatarajiwa kupiga kura kuhusu muswada wa sheria ambao unaweza kupunguza kifungo cha miaka 27 alichohukumiwa rais wa zamani Jair Bolsonaro kwa njama ya mapinduzi hadi miaka 2. Muswada huu unalenga kupunguza kwa kiasi kikubwa sehemu ya hukumu yake kwa makosa kadhaa, ikiwa ni pamoja na jaribio la uasi. Rais huyo wa zamani wa siasa zinazoegemea mrengo wa kulia alianza kutumikia kifungo chake mwezi Novemba baada ya kupatikana na hatia ya kupanga njama za kumzuia Rais Luiz Inacio Lula da Silva kuchukua madaraka baada ya uchaguzi wa mwaka 2022. Ikiwa utapitishwa na bunge na baraza hilo la wabunge, muswada huo sasa utahitajika pia kuidhinishwa na bunge la Senate. Vyombo vya habari vya Syria vinasema kwamba majeshi ya Israeli yamefyatua risasi wakati wa uvamizi wao kwenye eneo la kusini mwa Syria na kujeruhi watu 3. Taarifa zinasema majeshi ya Israeli yaliwapiga risasi watu kwenye kituo cha ukaguzi huko Khan Arnaben karibu na eneo la Golan. Hii inatokea siku 10 baada ya shambulizi jingine la Israel kusini mwa Syria linaloripotiwa kuwa watu 13 wakiwa wanawake na watoto. Na Australia leo inaanza rasmi kutekeleza agizo lake la marufuku ya kutumia mitandao kwa watoto walio na umri chini ya miaka 16. Waziri mkuu wa taifa hilo Anthony Albanese anasema Australia inaongoza na kuonyesha dunia kwamba matumizi ya mitandao kwa watoto sasa inatosha. Watoto nchini humo hawataweza tena kutumia kurasa zao za mitandao ya kijamii baada ya marufuku hiyo kuanza kutumika. Hii ni BBC. Na msikilizaji, muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na Skola Kisanga. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika mbali Afrika Mashariki, na vile kwenye internet katika bbcswahili.com. Lakini vile matangazo haya pia yanakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Karibu, mimi ni Phyllis Motei. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kujaribu kubadilisha sheria ya nchi yake ili uchaguzi wa urais uweze kufanyika ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Rais Zelensky alichaguliwa mwaka 2019 na ameendelea kuwa madarakani baada ya muhula wake wa miaka 5 kuisha kutokana na kutangazwa kwa sheria ya kijeshi baada ya Urusi kuivamia Ukraine. Zaidi na Skola Kisanga. Rais huyo wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kuweza kubadilisha baadhi ya sheria za taifa hilo ili kuruhusu uchaguzi huo kuweza kufanyika. Lakini anasema hilo litaweza kutokea tu ikiwa Marekani na Ulaya zitahakikisha usalama kwa uchaguzi huo. Bwana Zelensky amebaki madarakani zaidi ya muhula wake wa miaka 5 kwa sababu ya hali ya vita iliyotangazwa baada ya uvamizi wa Urusi. Rais Zelensky anasema yeye hana pingamizi lolote kuhusu kufanyika kwa uchaguzi huo. Angalia, mimi nipo tayari kwa uchaguzi, lakini kwa sasa naomba na ninalisema hili kwa dhati kwa Marekani kutusaidia na ikiwezekana pia Umoja wa Ulaya kuhakikisha usalama kwa uchaguzi huo. Hivyo kwa siku 90 zijazo Ukraine itakuwa tayari kufanya uchaguzi. Wakati huo rais wa Marekani Donald Trump amekosoa viongozi wa Ulaya kwa kuwaita wanyonge na amependekeza kwamba Marekani inaweza kupunguza msaada kwa Ukraine. Katika mahojiano yake ambayo ameyafanya, Bwana Trump amesema nchi za Ulaya zinaporomoka na hazijafanikiwa kudhibiti uhamiaji
uhamiaji au kuchukua hatua thabiti kumaliza vita vya Ukraine na Urusi. Amewashutumu kwa kuruhusu vita vya Kiev kwa kile ambacho amekiita ni kutaka taifa hilo liangushwe. Washirika wa Umoja wa Ulaya wamepinga maoni hayo ya Rais Donald Trump ambaye anasema bara hilo lina nchi ambazo zinaanguka. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer imekosoa pia maoni yaliyotolewa na Trump kwamba Ulaya haijafanya chochote dhahiri kuhakikisha vita vinamalizika nchini Ukraine. Naye kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amekosoa pia mkakati wa hivi karibuni wa usalama wa taifa la Marekani uliochapishwa ambao unasema Ulaya inakabiliwa na kile Trump anachokiita kwamba ni kutokuwa na ustaarabu. Rais wa Marekani Donald Trump bado anaendelea kuongeza shinikizo kwa Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine ili akubali makubaliano ya amani na kuhimiza kukabidhi sehemu ya ardhi yake kwa Moscow. Urusi ilivamia Ukraine mnamo Februari mwaka 2022 na bado vita havijakoma kati ya mataifa hayo mawili. Ni Skola Kisanga. Serikali ya Tanzania imesema itaendelea kuimarisha ulinzi na usalama wa taifa hilo kuelekea sikukuu za mwisho za mwaka huu, siku moja baada ya taifa hilo kusherehekea miaka 64 ya uhuru, huku kukishuhudiwa kuimarishwa kwa ulinzi na vyombo vya usalama na hali ya utulivu isiyokuwa ya kawaida na raia kukaa majumbani. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania George Simbachawene anasema kwamba bado serikali ya nchi hiyo itaendelea kuimarisha ulinzi na usalama na amewataka raia kutokuwa na hofu na vyombo vya usalama. Ulinzi na usalama ni jukumu la vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, ikiwemo jeshi la polisi, na ulinzi huko siku zote, ila huwa unaongezeka kulingana na mahitaji ya wakati. Katika kipindi hiki mwisho wa mwaka huu tumeimarisha ulinzi kwa sababu nyakati za mwisho wa mwaka huu kidogo kuna matukio mengi. Hali hii itaendelea na wananchi wawe huru kufanya shughuli zao, lakini na wakati jeshi la polisi na lenyewe litachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanabaki salama na wanasherehekea hizo siku zote mpaka tufike mwaka mpya, tutapita salama naamini. Mapema siku ya Jumatatu, waziri mkuu wa taifa hilo Mwigulu Nchemba alikuwa amewataka watu kusalia nyumbani ikiwa hawana ulazima wa kutoka hapo jana wakati taifa hilo lilikuwa linasherehekea siku ya uhuru. Lakini sasa, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, leo hii Watanzania wanaruhusiwa kutoka na kuendelea na majukumu yao. Tulisherehekea kama kawaida, kesho watu wanakwenda makazini kama kawaida. Leo ndio tumesherehekea bwana. Leo tuliamua tusherehekee kwa kukaa ndani. Sasa na wengine wanatoka wanatembea na kama mimi nafikiri umenikuta mtaani huko na mimi naendelea na shughuli zangu. Na kauli hizo za waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania George Simbachawene alizitoa hapo jana. Sierra Leone inajulikana kwa rasilimali zake nyingi za asili ikiwa ni pamoja na almasi na madini ya chuma, na imebarikiwa pia na akiba ya dhahabu. Sasa sehemu kubwa ya madini haya hayachimbwi na kampuni kubwa, lakini zinafanywa na vikundi vya wachimbaji wadogo ambao mara nyingi hufanya kazi katika mazingira hatari na haramu. Aidha, sio watu wazima tu wanaojihusisha na kuchimba madini, lakini watoto pia, na hili huwa na madhara mabaya. Mshindi wa tuzo ya BBC ya Comle d'Or mwaka huu Godwin Asediba alisafiri hadi kijiji cha Nyembandu ambapo ni mashariki mwa nchi hiyo ili kujua zaidi, na taarifa yake hii hapa inawasilishwa na Lizi Masinga. Hiyo ni sauti ya wanakijiji hapa wakilia na kuomboleza. Wavulana wawili, Mohamed mwenye umri wa miaka 16 na Yahaya mwenye umri wa miaka 17, wamefariki baada ya mgodi uliotelekezwa kuporomoka. Mama yake Namina ananionyesha picha za mwanae, mtoto ambaye alikuwa akimsaidia baada ya mume wake kufariki. Leo hii picha hizi ndio kumbukumbu pekee aliyobakiwa nayo. Nililia na kumuomba wamwite dereva wa tingatinga. Alipofika aliondoa vifusi vilivyokuwa vimefunika watoto. Haikuwa rahisi. Mwanangu alikuwa akinisaidia kwenye kazi za uchimbaji. Nilimuingiza kwenye kazi hii ya uchimbaji madini, lakini hakuniambia alikuwa anaenda kwenye eneo hilo. Ningemzuia. Walichimba madini pamoja kama marafiki. He's the one that helped me at the mining site. Sahara Nsumana ni mwanaharakati katika eneo hili. Anasema hili si janga geni. Watoto wanakufa kila mara kutokana na umaskini. Ukiwakuta wazazi wanakuambia hakuna mbadala mwingine, ni masikini, wajane, na wengine unakuta ni mzazi mmoja, na lazima watunze familia zao. Kwa kweli tunakabiliana na shida na tunahitaji msaada. Ni jambo linalotatiza sana na inaonekana limetuelemea kwa sasa. Siku moja tu baada ya mazishi, watoto walirudi kwenye migodi wakichomwa na jua kali, huku jasho likiwatiririka. Wanachimba kutafuta dhahabu wakiwa na tumaini ya maisha mazuri, lakini hata hivyo bado wanakabiliana na umaskini mkubwa. There is no money. Hakuna pesa, ndio sababu tunajaribu kupata pesa sasa. Nafanya kazi ili niweze kujiandikisha kufanya mitihani yangu. Next year.
Elimu hapa ni bure mpaka umri wa miaka 14, lakini umaskini husukuma watoto kuacha shule na kuingia kwenye uchimbaji haramu. Roosevelt Bundo anathibitisha kwamba walimu pia kuna wakati wanaacha kufundisha na kwenda kuchimba madini na wanafunzi wakijaribu kujikwamua kiuchumi.